Nam tena. Bwana, leo nipo na kisa kimoja kidogo sana ambacho kinaweza kukuacha mdomo wazi, ambacho kinaweza kukufungua akili na moyo, ambacho kinaweza kukuletea vitu ambavyo kutarajia na kukutoa moja kwa moja katika ulimwengu wa stress. Bwana, unaweza ukafanikiwa pale tu tukishare mawazo wewe na mimi. Bwana, wanasema mgeni aliyebadilisha kila kitu. Zamani kidogo, katika kijiji kimoja tulivu, aliishi msimuliaji wa hadithi na simulizi mbalimbali aliyeitwa Juice Africa. Bwana, kila jioni chini ya mti mkubwa alikusanya watu na kuambia hadithi za mapenzi, huzuni, matumaini na ndoto. Lakini ndani yake alitamani zaidi, alitamani dunia nzima isikie hadithi hizo. Ndipo akaanzisha sehemu ya maalum, sehemu ya kipekee iliyojaa moto wa simulizi. Akaipa jina Time ya Mastori. Bwana, siku moja mgeni mmoja alikumbana na video ya Time ya Mastori. Yaani alikutana na video kutoka katika channel ya Time ya Mastori, hiyo channel ambayo alianzisha huyo msimuliaji wa hadithi ambaye anaitwa Juice Africa, ambaye hakuna kama yeye. Bwana, akaangalia moja akapenda, akaangalia nyingine akacomment, kisha akashare na dada yake, dada akashare na rafiki yake, rafiki akashare kwenye kundi. Bwana, wanakuambia baada ya muda mchache moto ukaenea, na huo mpigo mmoja tu wa kubofya, share moja tu, comment moja tu, like moja tu, ukabadilisha kila kitu. Sasa ni zamu ya kuwa yule mgeni aliyebadilisha kila kitu. Bwana, wewe sasa hivi ni zamu yako ya kuwa yule mtu ambaye, au yule mgeni ambaye alibadilisha kila kitu katika maisha yake na maisha ya mtu fulani. Bwana, sio kama bridge, lakini alisaidia kitu fulani, alitoa msaada. Ni vyema sana kutoa msaada kuliko ukaangalia tu mtu anapotea bila kutoa msaada. Sasa wanasema unasubiri nini? Hebu subscribe kwenye channel yako pendwa Time ya Mastori. Like hadithi zitakugusa. Wanasema like hadithi zinazokugusa.